tuangazie swala zima ambalo linaendelea ndani ya ligi kuu NBC Tanzania bara. Vile vile tutaangalia masuala mazima ya ndani ya uongozi wa Dar es Salaam Africans na tutaigusia timu yako pendwa ya Azam FC, lakini naomba tuanzie kwenye swala zima ambalo linaigusa Simba Sports Club, ambayo baada ya muda mrefu, makelele mengi, hatimaye mchezaji wao Elie Mpanzu Kibisa Wala wamemuongeza mkataba baada ya kutoka kwenye performance mbovu na kurudi kwenye performance yake iliyozoeleka. Hatimaye wameamua jana kumuongeza mkataba chini ya tajiri Mohamed Dewji Mo. Kwanza mimi nawasikitikia. Nimeona ila mimi nawasikitikia sana na ile notion kwamba timu ile ikifanya vizuri inakuwa ya tajiri na ikifanya vibaya inakuwa ya mangungu, na jana pia tumeiona hiyo. Nadhani umeona picha za jana wakati ana sign contract. Picha linaanza kwanza walikuwa kwenye ofisi za Mohamed, au sio bwana walikuwa ofisini kwake, vinywaji vingi vimetangazwa pale vya kwake yeye, au sio bwana. Lakini pia bosi tajiri wa timu, kiongozi mkuu hakuwepo kwenye ile tukio. Murtaza Mangungu hakuwepo kwenye tukio, kitu ambacho sidhani kama kina make sense, kwa sababu timu kwa sasa hivi ipo chini ya Murtaza Ali Mangungu. Yeye ndio kiongozi wa klabu ya Simba, umeelewa? Kwa hiyo yeye ndio alipaswa kuonekana pale, ila wao walichokifanya sasa, wameona kuonekana Mangungu sio kweli, wameenda tu kumfuata Mo, wamechukua na kile kikundi chake cha watu kadhaa, wameenda kupigana picha, wameonekana wamemsainisha yule bwana. CEO wa klabu lakini alikuwepo. CEO wa klabu bado hawezi kudhibiti au kushika nafasi ya mwenyekiti. Yaani mwenyekiti anabaki kuwa top manyota, kwa sababu yeye ndio mtu ambaye amechaguliwa. CEO hachaguliwi. CEO anateuliwa tu, ila mwenyekiti wa klabu ndo anachaguliwa na watu wenye klabu yao. Kwa hiyo bosi anabaki kuwa mwenyekiti. Sijuelewa. Kwenye ile klabu pale wale wote unaowaona wale, hakuna mtu ambaye ndo kiongozi mkubwa kumzidi Mangungu. Kwa hiyo haiwezekani tukio lolote kama linafanyika pale Mangungu asiwepo, ni kitu ambacho sio kizuri. Kwa hiyo tu pale notion ndo zile kwamba ile timu sasa ishaonekana kwamba inaanza kufunga goli 3, pasi zinapigwa zinaonekana, timu inaanza kuhama. Timu inahamia kwa tajiri sasa. Ila timu ikiwa ya ovyo, timu ikiwa eleweki, timu inabaki kwa ya Mangungu. Shida ndio iko hapo. Tajiri amerudi rasmi sasa, na amerudi kuja kuongeza mikataba wachezaji ambao wanafanya vizuri ndani ya klabu ya Simba. Katiba haimtambui tajiri unaomsema. Katiba ya Simba haimtambui tajiri unaomsema. Katiba ya Simba inamtambua nani? Inamtambua Mangungu. Kwa nini siku baada ya katiba kurekebisha hujasikia marekebisho katiba alivyosema? Wamesema kabisa kwamba huyo nani mla pilipili, yeye yupo tu kama mshabiki mwingine, adai shilingi 10 pale kwenye klabu. Sijui japo yeye alitangaza kwamba amenunua timu. Hawa kutangaza kama amenunua timu. Kwa maana hiyo nataka kusema shabiki ni shabiki kama kina Kisugu tu. Yeye kama kina Kisugu tu, kama kina JB64. Sijui anaamua tu kujitolea senti yake na kuizama kwenda kuipa timu. Lakini kiuhalisia katiba haimtambui huyo mtu ambaye unamsema. Sijui. Kwa hiyo kwa alichokifanya jana watajuana wenyewe na timu yao, ila tulimjaribu kupitisha kwenye mlongo mzima wa katiba yao kwamba katiba haimtambui yule, na sio yule tu, mpaka genge lake katiba hiyo hataitambui. Genge lake, unalijua genge lake yule? Akina Magoli. Sasa hao unawataja wewe, lakini nakwambia tu ana genge lake yule. Umeona? Kwa hiyo ile genge lake lile pia katiba haitambui. Sijui umeelewa? Kwa hiyo point ya msingi ni kwamba timu tayari ishaanza kufanya vizuri, timu inahamia kwa tajiri. Tajiri amerudi rasmi, anakuja sasa kuangalia maslahi ya klabu zaidi. Na mimi ukinitajia sasa, yani ukiona limba sana ile neno tajiri, mimi unakuwa nichanganya, kwa sababu unachokiona tajiri nchi mmoja tu. Tajiri yuko mmoja tu Tanzania. Hao wengine ndio wana wachomia tumbo, maisha yanaendelea. Tajiri amekuwa muwazi, inaonyesha ni wazi sasa hivi kurudi kwake, atatua kwenye viunga vya Chamazi kumhitaji rasmi ni Fei Toto sasa Failasufi, mtoto wa Kizanzibari huyo. Una matatizo aje kumchukua nani? Failasufi. Wamedanganya na Eliza mpaka leo haijafika. Picha wamepiga nayo Eliza, umeiona? Picha wamepiga nayo Eliza, umeiona? Inakuja. Itakuja atakuja kuchukua Fei Toto. Fei anataka kwenda Barcelona. Hujasikia Barcelona wamesema wanamtaka Faisali? Umeona ile? Sio umeona. Mimi siongee vitu vya kizushi ujue, afu sizushi mambo. Mimi nakwambia vitu ambavyo uhalisia. Hujaona jana kuna mtu alikuwa Camp Nou anaongea dili kuhusu Faisali? Sky. Kwa hiyo alikuwepo. Kwa hiyo maana issue ilikuwa Faisali huwezi kumtaja kwenye klabu ya Tanzania tena sasa hivi. Faisali ni level ambayo unabidi uangalie kuitafakari namna gani sasa anaweza kwenda kucheza Camp Nou. Sio huku Kiamba Nkumbe. Miaka yake lakini inaonekana kama imeenda hivi kwenda kucheza kule, ni safari ndefu. Unamjua Jackson yule striker kutoka Chelsea na kwenda Barcelona kwenda kuona Bayern Munich? Yule ameenda Ulaya akiwa na miaka 30 na mpaka sasa hivi anazima, sasa hivi kwa Bayern. Hasa miaka kitu gani? Umri namba tu. Watu wanaangalia pale chini unatoa kitu gani? Unamjua Diego Costa? Dunia mpira imekuja kumtambua akiwa tayari ashazeeka, lakini hajasumbua watu. Kwa hiyo swala Fei na swala umri, hivyo vitu ambavyo vipo tu vya kawaida, umri zinabaki kuwa namba. Watu wanasubiri kuona operation yako pale chini kiwanjani unafanya kitu gani. Basi
timu yako ya Azam FC inaonekana ni wazi na struggle kupata matokeo, na kutoka kwenye mechi za kimataifa hapa kati imestruggle sana kupata matokeo, maana zile nafasi 3 muhimu za juu 4 zile, lakini tulikuwa tunategemea msimu huu baada ya kumchukua kocha Ibenge, tulikuwa tunategemea ni wazi Azam FC itakuwa ya moto sana. Ni kweli kwa swala kuhangaika, tumehangaika, tumetoka sare nyingi sana ambazo kiuhalisia hata sisi wenyewe zinatuumiza na zinatufanya tuonekane kwamba kama vile sio washindani wa kitu chochote. Japo tu na kitu kingine ndio hivyo, kwenye uzia pia tunashindwa kupeneza rupia. Simeelewa. Mechi zetu sisi tunazidi sana kuzicheza chukuchuku. Umeelewa? Wenzetu mechi zao kidogo wanatia nyanya, vitunguu, ndimu, lakini sisi mechi zetu inakuwa chukuchuku kabisa. Umeelewa? Kwa hiyo ile chukuchuku ndio ambayo inatuumiza sana sisi. Simeelewa. Wenzenu kina nani hao? Wenzetu ambao tunacheza nao ligi. Au unajua kama kuna ligi, kwani ligi kuu tunacheza peke yetu? Si unajua wanacheza ligi? Pamba. Wote wanaocheza ligi unaojua wewe. Wenzetu kidogo wanatia ndimu wanatia. Umeelewa sijui? Ila sisi tunacheza chukuchuku. Mechi pale ndio dakika 90 tuzime, tukishinda haya inshallah. Tukishindwa basi ndio matokeo ya mpira. Ila ngati wenzetu wanaweza kuleza. Wewe uone kuna marais kila siku wanazunguka kwenye viwanja vya mpira. Kuna timu kila siku marais wapo viwanjani daily. Rais kila siku yupo kwenye kiwanja anaangalia mpira kila siku. Na kuna kiongozi mmoja tena mpaka wa taasisi ya kiserikali ya kiraia hajawahi kukaa ofisini, kila siku yupo na timu viwanjani daily. Mpaka huyu taasisi anofanyia ni taasisi ya kiraia, au sio bwana, ya jamii, inahitaji huduma zake. Huyu bwana ofisini anakaa saa ngapi? Umuoni? Ila kila siku namkuta yupo viwanjani tu anahangaika na timu. Wewe unafikiri kwa sababu gani? Wewe vipi? Watu wanaenda kutia ndimu, watu wanaenda kutia chumvi. Lakini hao unawazungumzia wanatia ndimu, wanatia chumvi, unaona? Tumeona na wao wana sare 3 mfululizo. Wana sare 3 mfululizo. Sasa ndio basi ukiona sare 3 mfululizo zimetokea sasa, ndio inabidi ujue kwamba hizo ni mechi ambazo zimeenda chukuchuku. Na ndio maana wanalalamika. Au hujasikia mpaka wasemaji wao wanasema kabisa hawataki kucheza na Azam mwezi wa 3. Hujasikia maneno? Wanakuambia kabisa kwa nini ratiba kila siku ikitoka mwezi wa 3 tunacheza na Azam? Wanalia, hawaitaki mechi ya Azam kila siku kucheza nayo mwezi wa 3. Sasa sisi tumwambie basi FF na bodi ya ligi kwenye kupanga ratiba, basi wasitupangie hii timu tusicheze nayo kwenye ligi kuu. Maana inaonekana sasa wanaumwa kucheza na sisi. Hujamsikia msemaji? Msemaji wao ambaye anamzungumzia Kibabage. Anamzungumzia? Kibabage. Anamzungumzia Kibabage. Alikuwa anamzungumziaje? Bigi. Kibabage anasema anajitutumua sasa hivi yuko Simba tofauti na alivyokuwa kwao. Sasa hulka ya hao watu iko hivyo. Yaani hiyo ndio hulka yao. Mchezaji akitoka kwenye timu yao huwa wanatafuta namna nyingi sana ya kuhakikisha kwamba yule mtu anamharibu kisaikolojia, na wanatamani yule mtu awe anapotea. Hayo mambo alimkuta sana Feitoto. Tena Kibabage kama ameguswa kidogo sana. Fei ilikuwa inatisha. Sijui umeelewa? Balaa ambao ilikuwa anakutana nao Fei ilikuwa linatisha. Sijui umeelewa? Picha kila siku anatumwa picha yeza kuonekana alikuwa anawashanga watu, kila kitu vululu. Sijui umeelewa? Anazomewa daily. Ila Failasufi hiyo sasa hivi nyota inazidi kung'aa, nyota inazidi kumelemeta. Utamwambia nini kuhusu Fei? Mchezaji ghali kabisa kwenye ardhi ya Tanzania na ndio superstar wa ligi kuu Tanzania bara. Ndio yeye. Lakini Kibabage alivyokuwa Yanga ni wazi alikuwa apigi cross zile, lakini uingizo lake la ndani ya Simba sasa hivi timu ya moyoni mwake inaonekana ni wazi anapiga cross na anaingia kwenye box. Kibabage anacheza namba ngapi? Anacheza fullback. Fullback namba ngapi? Namba 3. Fullback namba 3. Alikuwa anapambana na nani aliyokuja sasa hivi? Mligo. Okay, Mligo, lakini sasa hivi kuna Zimbwe au Mligo tu. Sikuna Zimbwe sasa hivi naye. Zimbwe sipo Yanga. Zimbwe yuko alikokuwa. Kwani unavyosema ametokea wapi Kibabage? Alipokuwa. Sasa si unazungumzia alikokuwa ndio hajafanya vizuri? Sasa ametokea huko, sio ametoka. Ukimuona nyani anazeeka maana yake amekwepa mishale mingi. Jiulize swali. Kuna mtu anashomali Kapombe alikuwa anagombana zile pati kimwenda kila siku. Kwa nini mwenda sasa hivi anacheza yao wachezi? Ameshia upande wa pili huko. Ndugu yangu, ukiona watu wanacheza mpira kwenye nchi ya Tanzania, au sio bwana? Watu wenyewe wanajiuliza huu mpira ameujulia wapi? Wana vitu vingi wanavifanya. Ndio maana nikakwambiaje, sisi kuna uchezaji tu wa ligi, tukicheza chukuchuku tunahangaika. Hasa kuna watu pia wachezaji zao na wao wanacheza chukuchuku, ndio wanahangaika kama hivyo. Sijui umeelewa? Wao sione watu wapo na consistency nzuri ya kucheza ligi, miaka nenda rudi kila siku wako kwenye fomu ile. Wanafanya kazi ya ziada. Masiala ni. Kwa hiyo Kibabage tuseme kenda kujitafuta kajipata. Kama amejipata au hajajipata hiyo anajua yeye mwenyewe. Hiyo mimi siwezi kusema kama amejipata au hajajipata. Ila tu mimi nimekuambia kwamba tabia ya watu wa hiyo timu ambao wameondoka, tabia zao ndio hizo, kutoka kuwazomea na kuwaburu watu ili kuwataka waone kwamba wanaondoka mchezoni. Kwa hiyo ndio maana nikatolea mfano kwamba situation kama hiyo alikutana nayo Faisali na sasa hivi kama anakutana nayo Kibabage ndio hivyo. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida sana, vitu vinatokea kwa wao. Wanatamani mchezaji akiondoka kwenye timu yao afeli. Wanatamani sana. Kipindi hiki hatusikii kelele zozote zinazohusiana na GSM,
hatusikii kelele zozote zinahusiana na Yanga wananunua mechi, ni kwa sababu Yanga inaonekana haifanyi vizuri. Lakini Yanga hii ambayo tunaizungumzia ikirudi kufanya vizuri tu ndani ya Simba, tayari malalamiko yanaanza, Mangungu hafai, lakini ni vile tu Yanga inafanya vibaya sasa hivi, Mangungu watu wamemkalia kimya. Sasa wewe unataka tunazungumzia Mangungu au JSM? Tunazungumzia Mangungu na JSM. Sasa iko hivi ndio maana kuna neno nikakwambiaje, kuna baadhi ya mechi Tanzania hapa zinachezwa chukuchuku, na kutolea mfano mmoja, hii ligi yetu ya Tanzania kuna baadhi ya hizi timu mbili wanaosema za Kariakoo, Isunche na Kapeto. Hawa kuna baadhi ya mechi, kwa mfano na kutolea mfano wa labda tuseme huu Simba, au sio? Ligi hii ya Tanzania, hata kama akawa anafanya vizuri kiasi gani, hata kama akawa na timu bora kiasi gani, lakini utawasikia nakwambia leo mechi gani bana, leo Simba anacheza na Pamba, wanakwambia mechi ngumu hiyo. Hauja kusikia maneno hayo? Wanasema Yanga na nani? Yanga na Coast. Bwana, hilo bonge la game. Unafikiri kwa nini inatokea vitu kama vile? Umewahi kujiuliza nini? Umewahi kutafakari kwamba kwa nini mechi na Simba, mechi na Coast, mechi na Pamba, na zipo nyingi ambapo hapo nimekutolea mfano wa rahisi ili kila mtu anielewe. Kwa nini ujiulize swali sasa, kwa nini mechi za mchezo zinaonekana kuwa mechi ngumu? Matawi. Sio matawi. Yaani wale maana yake wakaenda kucheza hiyo mechi, huyu mpinzani maana yake mechi ndio inaenda chukuchuku sasa. Sijui umeelewa? Ni timu ambazo haziwezi kubeba ajenda ya klabu nyingine, kwa sababu yenyewe ina klabu yake ambayo inaweza kubeba ajenda zake. Kwa hiyo wanaamua kucheza chukuchuku, ndio mechi inakuwa mechi kweli sasa. Hata sisi mechi kama zile ndio tunakutana nazo Azam C zote. Ndio tunakuwa mtindo ule. Tunacheza hivyo. Na ndio maana mimi nikwambie, kuna ahadi moja ilitolewa na yule mkuu wa mkoa wa Mwanza. Aliahidi ile mechi na Azam na Pamba. Ila ile ahadi watu wakataka kuitransformation, kuihamishia kwenye mechi ya Simba. Wakati kiwalisia ile mechi ahadi ilitoka kwenye mechi na Azam FC. Aliwaahidi wachezaji kuwapa milioni 10 kwenye mechi na Azam FC. Sijui umeelewa? Mechi na Azamu yule mkuu akaenda akawaambia mazoezi, jamani kuna milioni 10 hapa. Pambaneni hapo. Mechi hiyo msipoteze. Mechi na Azamu. Haikuwa mechi na Yanga wala haikuwa mechi na Simba. Tumeenda kucheza na Mashujaa. Nani Kigoma. Baba Levo mechi kabla ya Azam FC, mechi kabla ya Azam na Mashujaa. Umeona vitu alivyokuwa na post kwenye Instagram yake? Anauliza kwa nini Mashujaa hivi? Mimi kitu kama siwezi kukubali hivi na vile. Kwa hiyo unapata picha gani hapo? Maana kuelekea mechi na Azam wanahamasishana kwamba tufanye juu chini tuhakikisha kwamba mechi inafanyaje. Kwa hiyo huo ndio ugumu ambao tunapitia Azam FC kila siku. Na ndio maana kwamba sisi tunacheza mechi chukuchuku.